Hospitali ilikuwa kimya, huku mashine zikilia taratibu, huku Janet akijifungua kwa maumivu makali yaliyomfanya apige kelele zisizo na nguvu. Mwili wake ulikuwa umechoka kupita kiasi, jasho likimtoka kila mahali, pumzi zikimkatika katikati, hadi macho yake yakaanza kulegea. Dakika chache baada ya mtoto kuzaliwa, Janet alipoteza fahamu na kuzimia kabisa, bila kumwona mtoto wake wala kujua kilichokuwa kikiendelea kuzunguka chumba kile. Mara tu Janet alipolala bila fahamu, mama yake, Margaret, alibadilika uso. Hakukuwa tena na machozi wala wasiwasi wa mama. Badala yake, kulionekana uso wa mtu aliyekuwa akisubiri muda huo ufike. Alimvuta Daktari Thomas pembeni kwa nguvu, sauti yake ikiwa ya chini lakini imejaa chuki. "Nahitaji unisaidie jambo moja," alisema bila kuzunguka. "Nataka umbadilishie mwanangu mtoto na umpe mtoto aliyekufa, nami nitakulipa kiasi chochote cha pesa utakachotaka." Daktari Thomas alishtuka, akavuta pumzi kwa nguvu, macho yake yakionyesha hofu na mshangao. "Unaelewa unachoniomba?" aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. "Hili ni kosa kubwa, ni dhambi ya maisha." Margaret hakusita hata kidogo. Alimsogelea karibu zaidi, akasema kwa dharau kali, "Ndiyo, ninaelewa vizuri sana. Mtoto huyu hawezi kukanyaga familia yetu. Amezaliwa na baba mwenye damu ya kimasikini. Damu hiyo ya laana haitakiwi hata kuishi wala kuingia kwenye familia yangu." Daktari Thomas alitikisa kichwa kwa mshtuko, akasema kwa maumivu ya dhamiri, "Hata kama mtoto huyo alizaliwa kwenye umasikini, hana kosa. Siwezi kushiriki katika hili." Margaret alipandisha sauti kidogo, akiongeza presha. "Nitakupa pesa nyingi sana, pesa ambazo hujawahi kushika maishani mwako. Fanya nilichosema na maisha yako yatabadilika." Daktari Thomas alinyamaza, macho yake yakitangatanga, mapambano ya ndani yakianza kati ya hofu, tamaa ya pesa na dhamiri. Daktari akasema tena, "Hata pesa haziwezi kunilazimisha kufanya hivi." Uso wa Margaret uligeuka kuwa mkali zaidi. "Usijifanye shujaa, nina uwezo wa kukuharibia kazi yako leo hii. Nadhani wewe hunijui ni nani, lakini bado nakupa nafasi ya kuchagua pesa na usalama wako." Maneno hayo yalimgonga daktari kama radi, akihisi hatari ikimzunguka kutoka kila upande. Kulikuwa na ukimya mzito kwa sekunde kadhaa. Kisha Daktari Thomas alishusha pumzi ndefu, mabega yake yakilegea kana kwamba ameshindwa vita ya ndani. "Sawa," alisema kwa sauti ya chini. "Nitafanya ulichoniomba." Margaret hakusema neno, alitabasamu tu kwa ushindi, akijua amepata alichotaka. Ndani ya hospitali ile ile, mpango mchafu ukaandaliwa kimya kimya. Mtoto hai wa Janet alichukuliwa na maandalizi yakafanyika ili abadilishwe na mtoto aliyekufa, bila kuulizwa maswali, bila kuachwa ushahidi. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na huruma, palikuwa tu na uamuzi uliotokana na chuki na kiburi. Wakati Janet akiwa bado hajitambui chochote, maisha ya mtoto wake yalikuwa tayari yameamuliwa na watu wawili waliokuwa wamekaa karibu naye. Ndani ya kuta zile za hospitali, uhai na kifo vilibadilishwa nafasi. Usiku huo huo, Margaret alimchukua mtoto kwa mikono yake bila kusita. Alimfunga kwa kitenge kwa haraka, kana kwamba anafunga mzigo. Si binadamu aliyezaliwa dakika chache zilizopita. Lakini Margaret hakusimama wala kutazama nyuma. Ndani ya moyo wake hakukuwa na huruma. Kulikuwa na hofu ya aibu na chuki ya umasikini iliyokuwa imemlea tangu ujana wake. Margaret alienda nyuma ya hospitali hiyo kwenye wodi ambayo majengo yake yametelekezwa kwa ajili ya uchakavu. Alifungua mlango wa wodi hiyo ya zamani, akamwangalia mtoto kwa sekunde chache, huku akitafuta sehemu ya kumtelekeza. Mbele kidogo, aliliona kitanda cha hospitali kilichochoka sana. Margaret alisimama hapo kwa muda mfupi, akavuta pumzi ndefu. Kisha akasema kwa sauti ya baridi isiyo na hisia, "Usinilaumu. Lawama ni kuzaliwa na baba maskini. Sikutaka kukuua. Manake, ningeamua kukuua ni mara moja ningefanya hivyo. Subiri hapa, uwasubiri maskini wenzio, waje wakuokote na kuilea hii damu ya kimaskini." Kwa mkono usiotetemeka, Margaret alimweka mtoto juu ya kitanda kile, na hapo hapo Margaret aligeuka mara moja. Hakutaka kusikia tena, hakutaka kuona chochote. Alitembea haraka na kuondoka, moyo wake ukipiga kwa kasi, lakini uso wake ukiwa mgumu kana kwamba hakuna kilichotokea. Asubuhi ilipofika, hospitali ilianza shughuli zake za kawaida. Margaret aliingia chumbani kwa Janet, ambaye alikuwa bado dhaifu. Alianza kulia kwa sauti.
mtoto wako hakupona, alisema kwa sauti ya kugugumia. Janet aliposikia hiyo taarifa, alipiga kelele ya uchungu, machozi yakimtoka bila kuzuia. Hakukuwa na maswali mengi, hakukuwa na nafasi ya kuona, kulikuwa tu na taarifa ya mwisho iliyokatiza matumaini yake yote kwa mkupuo mmoja. Baadaye, Margaret alimfuata Johnny, mchumba wa Janet, muuza matunda maskini sokoni. Alipomwona, alianza kulia tena, akisema kwa sauti ya huzuni bandia, "Tumempoteza mtoto." Johnny alisimama kimya kwa sekunde kadhaa, macho yake yakijaa machozi, kisha akaanguka chini akilia kwa sauti. "Kwa nini sisi maskini tunaadhibiwa hivi?" aliuliza kwa kilio. Margaret alinyamaza, akageuza uso wake, hakuthubutu kumtazama machoni. Johnny alilia sana, akipiga kifua chake, akimlaumu Mungu na maisha. "Mtoto wangu hajapata hata siku ya kuishi," alisema kwa uchungu. Hakujua kuwa mtoto huyo bado alikuwa hai, akipambana na pumzi yake gizani, huku wale waliopaswa kumlinda wakimzika akiwa hai. Margaret alisimama pembeni, akijifanya kushiriki maumivu, huku ndani yake akijua ukweli mzito aliyoubeba peke yake. Siku hiyo iliisha kwa vilio, maombolezo na ukimya mzito. Kwa Janet na Johnny, mtoto alikuwa amekufa. Kwa Margaret, siri ilikuwa imefungwa. Lakini ndani ya giza la shimo, maisha yalikuwa bado yanapigana kuishi. Asubuhi ile ile, jua lilikuwa bado halijapanda vizuri, dada mmoja aitwaye Ruth, aliyekuwa mfanya usafi wa hospitali hiyo, alipokuwa akideki nje ya korido ambayo Margaret alimweka mtoto, ghafla alisimama kana kwamba amegongwa na kitu kisichoonekana. Alipohisi sauti nyemba ikikatiza hewa, alisikiliza kwa makini, moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Kilio cha mtoto kilisikika. Ruth alijishika kifua kwa hofu, akisema kwa sauti ya kutetemeka, "Haiwezekani! Mtoto!" Aligeuka kuangalia pande zote, akijaribu kujiridhisha kuwa anasikia vibaya, lakini kilio kilizidi kuwa wazi na cha kuomba msaada. Akiwa bado anatetemeka, Ruth alisogea taratibu na kufungua mlango wa wodi ile ya zamani. Ghafla alimuona mtoto aliyekuwa juu ya kitanda akilia sana. Alijiuliza, "Ni nani amemweka huyu mtoto hapa?" alisema kwa sauti ya uchungu na hasira. Bila kufikiria mara mbili, alishuka kwa tabu na kumchukua mtoto mikononi mwake. Mtoto alikuwa mchanga, dhaifu, lakini bado hai, akilia kwa nguvu ndogo kana kwamba anapambana na maisha. Ruth hakukaa hapo hata dakika moja. Alimfunika mtoto kwa nguo aliyokuwa amevaa, akamkumbatia kifuani, kisha akakimbia kwa nguvu kuelekea uongozi wa hospitali hiyo. Aliingia ndani akisema kwa sauti ya hofu na msisitizo, "Huyu mtoto nimemkuta amewekwa kwenye wodi ambayo haitumiki kwa sasa. Ni kama mtu amemtelekeza hapo. Tafadhali fanyeni kitu, mtafuteni mzazi wa huyu mtoto." Madaktari walimtazama kwa mashangao, wengine wakibishana, "Mtoto kwenye ile wodi amefuata nini? Na ni nani amemweka kule?" Madaktari waliinuka haraka, wakafuata maelekezo ya Ruth hadi eneo la tukio. Walichunguza ile wodi, wakatafuta alama, wakahoji watu wa karibu, lakini hakuna aliyejionekana kujua chochote. Hakukuwa na mzazi aliyeripoti kupoteza mtoto wala mtu aliyeonekana kama mhusika. "Huyu mtoto ni kama amewekwa hapa kimakusudi," alisema daktari mmoja kwa sauti nzito. Ruth alisimama pembeni akimbeba mtoto, macho yake yakiwa na machozi, akijua kuwa bila kujali kilichotokea, maisha ya mtoto huyu yalikuwa tayari yameanza na maumivu makubwa. Basi msako ulianza kwa wamama wote waliojifungua siku hiyo, kuuliza kama kila mtu ana mwanae, na wote walionekana wana watoto wao, isipokuwa wale watoto wao waliokufa bahati mbaya kipindi wanajifungua, na Janet alikuwa ni mmoja wa wazazi waliopoteza watoto wao siku hiyo. Janet alipopata hizo taarifa, alihuzunika sana. Alijisema, "Binadamu ni wabaya sana. Wakati sisi tunatamani watoto wetu wangekuwa hai, wengine wanawatupa watoto wao." Aliumia sana juu ya habari hiyo na juu ya kifo cha mtoto wake. Siku zilipita taratibu, mchana ukipishana na usiku, lakini hakuna mtu aliyefika hospitali kudai mtoto yule.
Madaktari walikubaliana kuwa mtoto huyo alikuwa ametupwa makusudi na kesi ikaanza kufifia bila mhusika. Ruth aliendelea kumtembelea mtoto mara kwa mara. Alikuwa amehifadhiwa kwenye wodi ya watoto wachanga. Kila siku akimwangalia kwa huruma na hofu, akijiuliza maisha yake yangekuwaje kama asingepita siku ile karibu na ile wodi iliyosahaulika. Hatimaye, siku moja Ruth alienda kwenye uongozi wa hospitali na alisimama mbele ya daktari mkuu kwa uso uliojaa uchungu na maamuzi mazito. Siwezi kumwacha mtoto huyu aishi hapa hospitali ilhali ni mzima wa afya. Hata kama sina chochote, hata kama maisha yangu ni magumu, nitamlea. Daktari mmoja alimwangalia kwa mshangao akasema, "Una uhakika na unachotaka kukifanya? Mtoto si mzigo mdogo." Ruth alitikisa kichwa, macho yake yakijaa machozi. "Najua, lakini dhamiri yangu haitaniruhusu kumwacha aishi kule." Baada ya taratibu ndefu na maswali mengi, Ruth aliruhusiwa kumchukua mtoto. Alimshika mikononi mwake kwa mara ya kwanza bila hofu ya kumrudisha, moyo wake ukipiga kwa kasi. Kuanzia leo, alimnongoneza kwa upole, "Utaitwa Daniel." Jina hilo halikuwa la bahati mbaya, lilimaanisha tumaini na nguvu, vitu ambavyo Ruth alitamani mtoto huyo angepata licha ya mwanzo wake mchungu. Miaka michache ilipita. Maisha hayakuwa rahisi hata kidogo. Ruth alikuwa na kipato kidogo, akifanya kazi ndogo ndogo, wakati mwingine akilala njaa ili mtoto ale. Kodi ilimsonga, madeni yakamfuata, na kila siku ilikuwa mapambano mapya. Alikuwa akimwangalia Daniel akilala, akijiuliza kama uamuzi wake ulikuwa sahihi. Lakini kila alipokumbuka kilio cha mtoto shimoni, moyo wake ulimwambia hakuwa na njia nyingine. Sasa, hii siku Ruth akiwa sokoni akinunua unga kwa pesa ya mwisho aliyokuwa nayo, mwanamke mmoja alimwangalia Daniel kisha akamtazama Ruth kwa dharau. "Huyo mtoto ni wako kweli?" aliuliza kwa sauti ya kejeli. Ruth akajibu kwa utulivu, "Ndiyo, ni wangu." Mwanamke yule akacheka. "Au ni wa kuokotwa? Hivi watoto wa kutelekezwa mahospitalini huleta bahati kweli?" Maneno yale yalimuuma Ruth kama kisu, lakini alinyamaza na kushika mkono wa Daniel kwa nguvu. Hakutaka maneno ya watu yamvunje moyo. Majirani waliendelea kumzonga, wakimwambia waziwazi, "Usimletee huyo mtoto karibu na watoto wetu," mmoja alisema. Mwingine akaongeza, "Watoto wa kutupwa huja na mikosi." Ruth aliwatazama machoni, akasema kwa sauti ya kujaa hasira, "Mikosi iko kwenye mioyo yenu, si kwa mtoto." Lakini baada ya maneno hayo, alirudi nyumbani akilia kimya kimya, akijiuliza ni kwa nini wema huumizwa zaidi, lakini hakupata majibu. Daniel alipokuwa, alianza kuelewa mazingira aliyokuwa akiishi. Aliona macho ya watu yakimkwepa, akasikia maneno ya dharau yakisemwa nyuma yake. "Mama, kwa nini hawapendi kucheza na mimi?" aliuliza siku moja. Ruth akamjibu kwa upole, "Sio kwa sababu yako, ni kwa sababu hawajui moyo wako." Maneno hayo yakamjenga Daniel taratibu, yakimfundisha kukaa kimya na kuvumilia. Licha ya njaa na dharau, Daniel hakuwahi kukata tamaa. Alikuwa mtoto mnyenyekevu, mwenye bidii, akijitahidi shuleni hata bila msaada wa vitabu wala ada ya kutosha. Ruth alimwangalia kwa fahari iliyochanganyika na maumivu, akijua kila hatua aliyopiga ilitokana na uamuzi ule wa siku ile, kutoacha maisha yazame shimoni. Miaka ilivyoendelea, Daniel alikuwa akiwa na moyo mgumu lakini wenye nidhamu. Hakujifunza kulipiza kisasi, bali kujinyamazisha na kufanya kazi kwa bidii. Alijifunza kuvumilia njaa bila kulalamika, dharauliwa bila kujibu, na kuimini kuwa siku moja maisha yangembadilikia. Kwa Ruth, Daniel hakuwa mtoto wa kuokotwa tena. Ruth hakuwa mlezi tu, alikuwa mama kamili aliyemtoa shimoni hadi kwenye mwanga wa tumaini. Na katika mazingira yale ya dharau na umaskini, ndipo mbegu ya mafanikio ilipandwa kimya kimya, ikisubiri wakati wake wa kuota. Miaka mingi ilipita taratibu bila Daniel kufanikiwa kumaliza shule. Si kwa sababu ya uvivu wala kukosa akili, bali kwa sababu ya umaskini uliokuwa umemzunguka yeye na Ruth kama kiuli kisichoondoka. Ada ilikuwa mzigo mkubwa na ndoto za elimu zilianza kufifia kadri siku zilivyoenda.
Ruth aliumia moyoni kila alipomwona Daniel akikaa nyumbani wakati wenzake wanaendelea na masomo, lakini hakuwa na uwezo wa kubadili hali hiyo zaidi ya kumpa maneno ya moyo na kumhimiza asikate tamaa. Hatimaye Danieli aliamua kuingia kazini ili angalau asife njaa. Alipata kazi ya kibarua cha ujenzi kwenye kampuni ya tajiri mmoja aitwaye Mr. Samuel, kampuni kubwa iliyokuwa ikijenga majengo ya kifahari mjini. Siku ya kwanza kazini, Danieli aliingia akiwa na heshima na unyenyekevu, akijua fika kuwa alikuwa mtu mdogo katika mfumo mkubwa, lakini akiwa na azma ya kufanya kazi yake kwa uaminifu bila kujali dharau. Kila siku Danieli alikuwa wa kwanza kufika kazini na wa mwisho kuondoka. Alibeba mizigo mizito, alichanganya saruji, alisafisha eneo la kazi bila kulalamika, hata pale mwili ulipokuwa umechoka kupita kiasi. Alimheshimu kila mtu, mafundi wakubwa na wadogo, hata wale waliomzungumzia vibaya nyuma ya mgongo wake. Kwa Danieli, kazi ilikuwa njia ya kuishi, si jukwaa la kujionyesha. Sasa hii siku Danieli akiwa kazini ameinama akichanganya sementi, mfanyakazi mmoja alimkaribia kwa dharau, akamwangalia juu chini. "Wewe kibarua," alisema kwa kejeli, "usijione wa maana sana. Kazi yako ni kubeba mawe, si kuchanganya sementi." Wafanyakazi wengine walicheka wakifurahia kumdharau mtu walioona hana sauti wala nguvu ya kujitetea. Danieli alinyamaza kwa sekunde chache, akaendelea na kazi yake bila kuinua kichwa. Mfanyakazi yule hakuridhika na ukimya wake, akaongeza kwa sauti kubwa, "Hata kusoma ukusoma, unajua nini kuhusu maisha wewe?" Danieli akasimama taratibu, akamwangalia kwa utulivu usio na hasira, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini thabiti, "Hata kama sina elimu, lakini nina juhudi ya kazi." Maneno yale yaliwafanya baadhi ya watu kunyamaza, wengine wakacheka kwa dharau, lakini Danieli alirudi kazini kana kwamba hakuna kilichotokea. Maneno yale hayakumfikia tu mfanyakazi aliyemdharau, bali yalifika pia masikioni mwa Mr. Samuel, ambaye alikuwa amesimama mbali akitazama shughuli za eneo la ujenzi. Mr. Samuel alisikia kila kitu Danieli alichoambiwa na vibarua wenzake. Alimwangalia Danieli kwa makini, akiona namna alivyofanya kazi bila kusukumwa, bila kulalamika na bila kujibizana kwa matusi. "Yule kijana ana kitu tofauti," alisema kimoyomoyo, macho yake akimwangalia Danieli kwa muda mrefu. Siku zilivyopita, Mr. Samuel alianza kumuona Danieli mara kwa mara, akijituma kuliko wengine. Hakuhitaji kusimamiwa, hakutoroka kazi na aliheshimu hata maagizo madogo. Wakati wengine wakilalamika kuhusu mishahara au uchovu, Danieli alikuwa akiongeza juhudi zake, kana kwamba alikuwa akijenga maisha yake mwenyewe kupitia kila jiwe alilobeba. Siku moja, Mr. Samuel alimuita msimamizi wa kazi na kumuuliza, "Yule kijana anayefanya kazi pale, jina lake nani?" Msimamizi akajibu, "Anaitwa Danieli. Ni kibarua tu, hana elimu kubwa." Mr. Samuel akatikisa kichwa polepole akasema, "Elimu si kila kitu. Uaminifu na nidhamu kazini ni adimu sana siku hizi." Kauli hiyo ilikuwa mwanzo wa macho maalum kuanza kumwangalia Danieli. Danieli hakujua chochote kuhusu mazungumzo hayo. Yeye aliendelea na maisha yake ya kawaida, akirudi nyumbani kwa Ruth jioni akiwa amechoka lakini mwenye amani moyoni. "Leo umechoka sana," Ruth alisema kwa huruma. Danieli akatabasamu kidogo, akajibu, "Ni uchovu wa kawaida tu mama." Maneno yale yalionyesha ukomavu alioupata kupitia mateso. Kadri muda ulivyoendelea, Danieli alizidi kukua ndani ya kazi ile, si kwa cheo bali kwa tabia. Alijifunza kuvumilia dharau bila kupoteza heshima, kufanya kazi bila kuhesabu macho ya watu, na kuamini kuwa siku moja juhudi zake zingetambuliwa. Na bila yeye kujua, macho ya tajiri mkubwa yalikuwa tayari yameanza kumwona, yakisubiri wakati sahihi wa kuchukua hatua ingayobadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake. Siku moja, asubuhi Danieli alipokuwa kazini kama kawaida, msimamizi alimuita ghafla akamwambia, "Bosi anakuhitaji ofisini sasa hivi." Danieli alishtuka, moyo wake ukapiga kwa kasi, akijiuliza kama amekosea kitu. Alipoingia ofisini kwa Mr. Samuel, alimkuta tajiri huyo amekaa kimya akimtazama kwa makini kwa muda mrefu kabla hata ya kuzungumza. "Danieli," Mr. Samuel alimuita, "nimekuwa nikikuangalia kwa muda mrefu sana." Danieli alishusha kichwa kwa heshima. "Kama nimekosea, niko tayari kurekebisha," alisema kwa unyenyekevu. Mr. Samuel alitabasamu kidogo akatikisa kichwa. "Hapana, sijakuita kwa sababu ya kosa, nimekuita kwa sababu ya uwezo." Danieli alinyamaza kwa sekunde chache, akihisi maneno yale akiwa mazito kuliko alivyotarajia, moyo wake ukiwa haujayamini bado.
Mr. Samuel aliendelea, watu wengi hapa wana nguvu za mikono, lakini wachache wana akili ya kufikiri mbele. Wewe una vyote viwili. Daniel akajibu kwa sauti ya heshima, mimi ni kibarua tu bwana. Mr. Samuel akamkatiza kwa msisitizo, kuanzia leo sitakuona kama kibarua. Nitawekeza kwenye akili yako, si mikono yako tu. Maneno hayo yalimgonga Daniel kama ndoto, macho yake yakijaa mshangao. Alimuuliza, una elimu gani? Daniel alisema, nilimaliza form 4. Nilifaulu kwa ufaulu mzuri sana, lakini mama yangu alishindwa kunisomesha kwa sababu ya ugumu wa maisha. Mr. Samuel alisikitika sana na akamwambia, wewe una uwezo sana. Sasa nataka nikusomeshe umalize elimu yako. Nataka niwekeze kwenye akili yako. Sitaki kukupoteza kwenye ofisi yangu. Daniel, sababu ya uwezo wako? Daniel hakuamini aliyoyasikia. Alianguka chini na kumpigia magoti huku akimshukuru kwa machozi, kwani alitamani sana kama angekuwa na elimu, lakini ndo hivyo, hakuweza sababu ya ugumu wa maisha. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Daniel yakaanza kubadilika taratibu. Alisomeshwa, akapelekwa kwenye mafunzo ya biashara na uongozi, akifundishwa namna ya kusimamia watu, fedha na miradi mikubwa. Mara nyingi alikuwa akikaa usiku kucha akisoma, akijua kuwa nafasi aliyopewa ilikuwa nadra na haikutakiwa kupotezwa. Ruth alimwangalia kwa fahari, akisema, nilijua siku moja dunia ingekuona. Miaka ilipita na Daniel alimaliza shule. Daniel hakubaki yule kijana wa kubeba mawe. Alikuwa mtu wa maamuzi, mwenye maono na mwenye nidhamu kali ya kazi. Aliendelea kupandishwa cheo hatua kwa hatua, hadi hatimaye akawa mmoja wa wakurugenzi wakuu wa kampuni ya Mr. Samuel. Wale waliokuwa wakimdharau zamani walibaki kimya, wengine wakimwangalia kwa wivu, wengine kwa heshima. Wakati huo huo, kampuni yao ilianza kufanya biashara na kampuni ya Margaret, ambayo hapo awali ilikuwa imesimama juu kifedha, lakini sasa ilikuwa inaanza kuyumba vibaya. Madeni yaliongezeka, mikataba ikakatika na jina la kampuni likaanza kupoteza imani sokoni. Margaret alikuwa akihangaika usiku na mchana, akitafuta njia ya kuokoa kile alichokijenga kwa miaka mingi bila mafanikio. Katika mikutano ya dharura, kila mtu alishindwa kutoa suluhisho. Ndipo siku moja aliwasiliana na Mr. Samuel na kumwomba msaada wa kitaaluma kuhusu kuokoa kampuni yake. Ndipo Mr. Samuel akamdirect kwa Daniel. Akamwambia, huyu kijana ana uwezo sana, atakusaidia. Basi Daniel akaanza kuwasilisha mikakati mipya kwa utulivu lakini kwa uhakika. Tunahitaji kubadili mwelekeo wa biashara, alisema. Tulipe madeni kwa awamu, turejeshe imani ya wateja na tuanze upya kwa mikataba midogo lakini ya uhakika. Mikakati hiyo ilianza kufanya kazi taratibu. Kampuni ya Margaret ikaanza kusimama tena baada ya muda mrefu wa kuyumba. Margaret alimwona Daniel mara nyingi kwenye mikutano hiyo, akivutiwa na akili yake, busara yake na heshima aliyokuwa nayo. Alianza kumtegemea sana, akisema waziwazi, bila huyu kijana biashara yangu ingekufa. Alimpenda Daniel kwa dhati, kiasi kwamba hakuna mtu aliyeruhusiwa kusema vibaya juu yake. Hakujua hata kidogo kuwa kijana huyo alikuwa damu ya damu yake mwenyewe. Siku moja, baada ya mkutano mzito, Margaret alimkuta Daniel peke yake ofisini, macho yake yakiwa yamejaa machozi ya shukrani. Wewe ni kijana mzuri sana, alimwambia kwa sauti iliyovunjika. Ningependa sana kukutana na wazazi wako ili niwashukuru. Walilea mtu wa thamani kubwa. Daniel alinyamaza kwa muda, uso ukabadilika, kisha akajibu kwa sauti nzito. Mimi sina wazazi. Nimekuwa nikitamani sana ningewajua. Daniel aliendelea kumweleza ukweli mzima bila kuficha chochote, kama Ruth alivyomfundisha. Alisimulia jinsi alivyotelekezwa kwenye hodi ya hospitali iliyokuwa haitumiki akiwa mchanga. Alitaja mwaka, eneo na mazingira yote aliyoambiwa na Ruth. Daniel alisema tena, nashukuru Mungu mama aliyenilea hakunitunzia siri, japokuwa alichelewa sana kuniambia, ila kwangu imenipa ujasiri sana na historia yangu imenifanya nijue mimi ni nani. Maneno hayo yalifanya uso wa Margaret ubadilika ghafla, miguu ikatetemeka kana kwamba ardhi imeondoka chini yake. Hakujua kuwa kijana huyo alikuwa damu ya damu yake mwenyewe. Dunia ilionekana kusimama kwa Margaret. Alisimama ghafla, macho yake yakiwa wazi kwa hofu na mshtuko ambao hakuwahi kuupata maishani mwake.
Bila kusema neno lolote, alichukua mkoba wake na kuondoka haraka, mazungumzo yakikatika ghafla. Daniel alibaki amesimama kwa mshangao mkubwa, akijiuliza ni nini kilichomshtua mwanamke yule kiasi hicho. Hakujua kuwa ukweli aliyousema kwa uaminifu ulikuwa umefungua mlango wa siri nzito sana, siri ambayo ingeanza kumtafuta yeye na waliomzunguka kuanzia siku hiyo. Baada ya kuondoka ofisini kwa Daniel kwa haraka ile jioni, Margaret hakuweza tena kujidhibiti. Akili yake ilijaa maneno aliyosikia, mwaka, eneo na simulizi la mtoto aliyetelekezwa kwenye wodi ya hospitali likimrudisha nyuma kama filamu ya kutisha. Usiku huo hakulala, akitembea sebuleni mara kwa mara, akijiuliza kwa sauti ya chini, haiwezekani, haiwezekani kabisa. Lakini kadri alivyopambana na mawazo hayo, ndivyo hofu ilivyozidi kukua moyoni mwake, ikimlazimisha kukumbuka ubaya aliyoufanya miaka mingi sana iliyopita. Asubuhi iliyofuata, Margaret kwa siri alituma vijana wachukue sampuli yeyote ile kutoka kwa Daniel kwa siri ili aweze kupima DNA. Baadaye kidogo, vijana walirudi na kitana cha kuchania nywele walichokiiba ofisini kwa Daniel, ambacho kilikuwa na vipande vya nywele zake. Mama alijikuta hospitalini, akitembea kwa haraka kwenye korido zile zile alizowahi kuzitumia kupanga njama ya zamani. Alianza kukimbizana na vipimo vya DNA kwa siri. Nahitaji majibu haraka sana, aliwaambia wahudumu kwa sauti ya amri, mikono yake ikitetemeka licha ya kujaribu kuonekana imara. Siku za kusubiri zilikuwa kama miaka. Kila simu iliyolia ilimfanya aruke kwa hofu. Kila message ilimfanya atetemeke. Ndani yake kulikuwa na vita kali kati ya matumaini ya uongo na hofu ya ukweli. Alijaribu kujirudisha katika hali ya kawaida, lakini kila alipoona uso wa Daniel akimchekea kwa heshima, moyo wake ulizidi kupasuka. Hatimaye majibu yakaja. Ripoti ilipofunguliwa, macho ya Margaret yalitulia kwenye maneno machache yaliyobadilisha kila kitu. Ukweli ulijitokeza bila huruma. Daniel alikuwa mtoto wa Janet, binti yake mwenyewe. Hakukuwa na nafasi ya kubisha, hakuna namna ya kukimbia. Mwili wake ulilegea, miguu ikashindwa kumbeba na akaanguka chini hapo hapo, akilia kwa sauti ya uchungu ambao haujawahi kutoka ndani yake kabla. Niliitupa roho yangu mwenyewe, alilia huku akijipiga kifua, machozi yakimtoka bila kuzuia. Kila kumbukumbu ya maneno aliyosema zamani, kila dharau aliyomwaga juu ya umaskini vilimrudia. Hakuwa tena yule mwanamke wa kiburi, alikuwa mtu aliyebeba dhambi nzito kuliko jina lake. Siku hiyo hiyo, kwa mikono inayotetemeka, Margaret alimpigia simu Janet na akamwambia, tunahitaji kuonana, lazima nikwambie ukweli wote. Janet alihisi baridi ikimkimbia mgongoni, akihisi kuna kitu kibaya sana kinakuja, lakini hakujua ukubwa wake. Alikubali kuja, moyo wake ukiwa umejaa wasiwasi sana, bila kujua kitu kilichoko mbele yake. Walipokutana, Margaret hakuweza tena kujifanya imara. Alilia sana. Alianza kumweleza kila kitu, kuanzia usiku wa hospitali, mpango mchafu, hadi mtoto aliyebadilishwa na kutelekezwa kwenye wodi isiyotumika. Maneno yalitoka mdomoni mwake kama sumu iliyohifadhiwa kwa miaka mingi sana, kila sentensi ikimchoma Janet kama moto. Janet alimsikiliza kwa macho ya hasira sana, akitetemeka, akijaribu kuamini kile alichokuwa akisikia. Ghafla, Janet alipiga kelele ya hasira na uchungu, sauti yake ikitikisa chumba kizima. Nilinyang'anya mtoto wangu kwa mikono yako, alipiga kelele akimsogelea mama yake kwa macho yajaa hasira. Uliniacha nife nikiwa hai, uliniua bila kunigusa. Maneno hayo yalikuwa mzigo mzito ambao Margaret hakuweza kuubeba. Margaret alishindwa tena kusimama. Alipiga magoti mbele ya Janet, mikono yake ikitetemeka, machozi yakimdondoka bila aibu. Nisamehe, alisema kwa sauti iliyovunjika. Nilipofushwa na kiburi changu, nilidhani nalinda jina la familia, kumbe nilikuwa naliharibu milele. Janet alimtazama mama yake kwa macho yaliyojaa hasira na maumivu yasiyoelezeka, akacheka kicheko cha uchungu. Unaita kiburi? Aliuliza kwa sauti kali. Ulichofanya ni mauaji. Ulinifanya niishi nikiwa mfu wakati mwanangu yupo hai.
Janet alisimama na kuanza kutembea huku na huku chumbani, akizungumza kwa sauti ya juu kana kwamba anapigana na kumbukumbu. Unajua ni miaka mingapi nililia? Alipiga kelele. Unajua ni mara ngapi nilijiuliza kwa nini Mungu alinichukia? Margaret alijaribu kusema kitu, lakini Janet alimkatiza kwa hasira. Usiseme chochote. Kila machozi yangu yalikuwa juu ya mtoto ambaye wewe ulimtupa kama taka. Margaret alijishusha zaidi, akisema kwa kuomba, kila siku nimeishi na hofu. Kila usingizi ulikuwa adhabu. Nilijua siku moja ukweli utanifuata. Janet alimsogelea karibu, akasema kwa sauti nzito, haya, niambie, ni wapi ulimtupa mtoto wangu? Nipeleke kwenye kaburi la mwanangu sasa hivi. Alipiga kelele kwa nguvu. Hapo ndipo Margaret alihisi analipua bomu lingine. Alimwambia, mtoto wako hakufa, mwanao yupo hai. Janet aliishiwa nguvu na kudondoka chini huku akiwa analia sana. Aliuliza, mwanangu yupo hai? Naomba nipeleke ni wapi alipo mwanangu nikamchukue. Nipeleke nasema, huku akiwa anafoka kwa sauti ya kilio. Ilibidi Margaret ajipe nguvu na ampigie simu Daniel. Hakuwa na namna. Alimuuliza yuko wapi na Daniel alimwambia nipo nyumbani. Margaret akamwambia, nahitaji kuja kwenu sasa hivi kuonana na wewe. Daniel alisema sawa, haina shida. Alipokata simu, ni kama Daniel alihisi hali ya wasiwasi, sababu Margaret alikuwa akiongea kama mtu mwenye huzuni sana. Baadaye kidogo Margaret na Janet walifika nyumbani kwa Daniel. Walimkuta Ruth akiwa amekaa sebuleni, akiwa anatazama TV. Alienda kumuita Daniel na alimwambia, wageni wako wa kazini kwenu wamefika tayari. Daniel alitoka chumbani, lakini alishangaa kuwaona wakiwa na sura za huzuni sana. Margaret alimwambia, kuna habari, juzi tulikuwa tunaongea kuhusu wazazi wako, nilitamani sana kuwaona. Daniel akasema, ndiyo nakumbuka, ila ndo kama nilivyokuambia, natamani sana ningewajua. Sasa huku Ruth akiwa jikoni, akaanza kusikia vilio. Ilibidi asogee bila kuonekana, huku akiwa anajiuliza kuna nini. Akawa amekaa kona ambayo anasikia kila kitu. Margaret alimwambia Daniel, huyu unayemuona hapa pembeni yako ni mama yako. Daniel alihisi kama mapicha yani. Mama yangu kivipi? Inamaanisha huyu ndio aliyenitelekeza hospitalini? Margaret alisema hapana, mama yako hakukutelekeza. Sasa ilibidi Margaret aelezee mkanda mzima huku akiwa analia sana. Hadi kufikia tukio la DNA. Nyumba nzima walijikuta wakiwa wanalia sana. Ruth alishindwa kuvumilia, alikuja pale sebuleni na akasema kwa sauti, wewe mama ni muuaji, una roho mbaya sana. Hakuna mtu alitaka kumsamehe Margaret. Daniel aliwafukuza wote sababu aliona kama amewakaribisha wauaji nyumbani kwake. Siku hiyo ilikuwa ni ya majonzi sana. Ruth na Daniel walibaki huku wakilia sana. Ruth alikumbuka jinsi alivyohangaika maisha na Daniel kiasi hata cha kumwachisha shule. Kumbe wazazi wake ni matajiri hivi. Hakuamini macho yake, alijisemea. Ama kweli, dunia imelaaniwa. Walilia sana siku hiyo. Kesho yake Daniel alienda kazini, hakuwa sawa kiakili. Alimfuata Mr. Samuel na kumwelezea kila kitu. Mr. Samuel alimhurumia sana Daniel na alimwambia arudi nyumbani hadi atakapokuwa sawa atarejea kazini. Janet alipambana kumrudisha Daniel kwenye maisha yake, ila ni kama juhudi zake zilikuwa zinagonga mwamba tu. Janet alilia sana na alimchukia sana mama yake. Aliendelea kuishi na maumivu, chuki na maswali mengi. Mara nyingi mama yake alipokuwa akimwomba msamaha, Janet alimwambia, usinilazimishe niseme nimekusamehe ilhali moyo wangu bado unavuka damu. Margaret alikubali adhabu hiyo ya kimya, akijua hakuwa na haki ya kudai msamaha wa haraka. Aliamua kubeba lawama hata kama ingeendelea hadi mwisho wa maisha yake. Kadri muda ulivyopita, Janet alianza kuchoka kubeba mzigo wa chuki. Siku moja alimwambia mama yake kwa sauti ya uchovu, hasira imenichosha kuliko ulichonifanyia. Margaret alimtazama kwa matumaini ya hofu. Janet akaendelea, sisamehe kwa sababu ulistahili, na samehe kwa sababu sitaki kuendelea kuishi nikiwa mateka ya jana. Machozi yakawatoka wote wawili, si ya furaha, bali ya kuachilia mzigo mzito. Siku moja, Daniel akiwa amekaa nje peke yake, alijisemea, hivi hii chuki nitaendelea kuibeba mpaka lini? Ni bora niwasamehe halafu niendelee na maisha yangu. Kwa kweli sipo tayari kubeba uchungu huu na chuki hii pamoja. Aliamua kuwapigia simu na kuwaita nyumbani kwake Margaret pamoja na Janet mama yake. Walipofika sebuleni huku Ruth akiwa pembeni,
Alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini nzito, kwa miaka yote nilijua nilitelekezwa, lakini sikujua nani aliyefanya hivyo. Alimtazama Margaret kwa macho yasiyo na chuki wala upendo. Sasa najua, alisema, lakini ukweli hauwezi kubadilisha nani alinilea. Margaret alijaribu kusema, Daniel, mimi ni... Lakini Daniel alimkatiza kwa upole. Najua wewe ni nani kwa damu, lakini mama si damu peke yake. Aligeuka akamtazama Ruth aliyekuwa amekaa kimya pembeni. Huyu ndiye aliyenitoa shimoni hadi hapa nilipo. Huyu ndiye mama ninayemjua. Ruth alilia kimya kimya. Alimwangalia tena Margaret akamwambia, nimekusamehe kwa yote ulionitendea na wote nimewasamehe. Sina kinyongo na mtu tena. Daniel alichagua kuendelea kuishi na Ruth, si kwa chuki, bali kwa uaminifu. Alimwambia Janet kwa heshima, ninakupenda kama mama yangu wa kunizaa, lakini usininyang'anye mama aliyenilea. Janet alikubali kwa machozi, alisema, upendo haupimi kwa tumbo, unapimwa kwa mateso uliovumilia kwa mtu. Basi walisameheana hapo na wakaanza mwanzo mpya kwa maisha ya furaha na amani. Na baada ya muda kidogo, Daniel aliweza kukutana na baba yake na alifurahi sana kwani amewapata wazazi wake wote. Na kupitia Daniel, baba yake alibadilishiwa maisha na mtoto wake ndani ya miezi mitatu. Alimjengea nyumba na kumnunulia gari, huku akiwekeza zaidi kwenye biashara zake. Mwisho wa yote, Daniel aliendelea kuwa bilionea si kwa sababu ya pesa tu, bali kwa hekima aliyojifunza kupitia mateso. Aligeuza maumivu yake kuwa mafanikio na historia yake kuwa somo. Siba hili likabaki kuwa somo la milele, kwamba kiburi kinaweza kutupa uhai gizani, lakini upendo wa kweli unaweza kumuinua mtu hadi kilele ambacho hakuna aliyedhani angefika. Tuandikie maoni yako hapo kwenye comments, tuambie ungekuwa wewe ni Janet, ungemsamehe mama yako kwa kumtupa mtoto wako wa damu shimoni? Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time. Bye bye.